Rudi nyuma kidogo. Tuondoke. Sasa tuongozeni. Wewe. Sheikh na leo tarehe 16 ya mwezi wa 9 mwaka 2025, Mahakama Kuu ya Tanzania katika masijara ndogo ya Dar es Salaam imeendelea kusikiliza kesi ya uhaini ya Jamhuri dhidi ya ndugu Tundu Antipas Mughwai Lissu, na leo mahakama imekuwa inaendelea kupokea maelezo kutoka kwa ndugu Lissu kuhusiana na pingamizi zake ambazo ameziweka dhidi ya mashtaka ambayo yanamkabili na yakilenga kabisa katika kushambulia ile hati ya mashtaka pamoja na taarifa ya mashtaka ambayo kwa sehemu kubwa ni kwamba anasema ina upungufu mkubwa sana wa kisheria, na kutokana na upungufu huo basi inabidi mashtaka haya yatupiliwe mbali au yafutwe kabisa na yeye aweze kuachiwa kuwa huru. Ameweza kueleza kwa hisia kubwa na kwa weledi mkubwa sana wa kisheria kuhusiana na upungufu mkubwa ambao ile hati ya mashtaka inayo, pamoja na yale maelezo ya mashahidi ambao wamesema kwamba wao wana haki ya kuja, wametoa ushahidi katika ile taarifa yao. Ameonyesha kwamba kuna miongozo mizuri kabisa ya Mahakama Kuu ya Tanzania katika kesi ya Gray Chipaka na wenzake ule mwaka wa 70, ile kesi ya uhaini ya Bibi Titi, na vile Mahakama ya Afrika Mashariki iliweza kupitia uamuzi huo na kutoa maelekezo. Hali kadhalika katika kesi ya Atibu Gandhi na wenzake ambao walifanya uhaini dhidi ya Jamhuri ule mwaka wa 83, kesi ambayo iliamuliwa na Mahakama Kuu na baadaye Mahakama ya Rufaa ya Tanzania chini ya Jaji Mkuu wa wakati ule Francis Nyalali, ambazo zote ziliweka msisitizo kwamba ile hati ya mashtaka lazima ikidhi vigezo ambavyo vimezingatiwa, ikiwa pamoja na taarifa ya kosa, vitendo gani ambavyo nia ile kufanya kosa, alikadhalika na vitendo vyenyewe vya kufanya kosa hilo. Kwa hiyo Lissu ameweza kuonyesha kwamba hiyo hati haionyeshi makosa ambayo ameyatenda na hakuna kosa lolote lile, kama ambavyo jana alisema kwamba kwa taarifa ya maneno yale ambayo aliyasema tarehe 4 mwezi wa 3 mwaka 2025, ukiangalia kwa ujumla wake katika nchi ya vyama vingi na nchi ya demokrasia, mtu ambaye amezungumza maneno haya hawezi kuchukuliwa kuwa ni muhaini. Kwa hiyo yeye hana kosa la uhaini, na vile akashambulia taarifa za mashahidi ambao wengi ni maafisa wa polisi ambao kwa sehemu kubwa amesema kwamba walijiandikisha wao wenyewe maelezo yao bila kuzingatia kwamba maafisa wengine wa polisi hawakuweza kuandika maelezo yao. Hali kadhalika wale mashahidi ambao mahakama ilikuwa imeamuru kwamba maelezo, majina yao na sehemu zao wanakotoka au ndugu na jamaa na marafiki ambao wanahusiana nao wasitajwe, basi wametajwa. Kwa hiyo ameweza kuonyesha kwamba kutokana na upungufu mkubwa wa kisheria, basi mahakama hii isisite, itende haki, na kwamba iweze kuhakikisha kwamba hiki ambacho kinadaiwa kwamba ni uhaini kionekane si uhaini, kwa sababu hakuna kosa kama ile kutokana na maelezo yale ambayo ameyafanya, na hivyo yaweze kuachiwa huru. Amewasihi sana majaji watende haki na kusimamisha ukiukwaji mkubwa wa haki zake za kiraia ambao unafanywa kwa yeye kukaa ndani mahakamani gerezani kwa muda wa zaidi wa siku 160.
62 sasa ndio alivyosema. Sasa kingine ambacho ni kama afisa wa mahakama na vile vile mtu ambaye nimezingatia nimekuwa nikiangalia kesi hii na kama mwanasheria mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, napenda kusema kwamba muhimili wa mahakama ni muhimili huru. Askari polisi wanapokuja katika muhimili wa mahakama hawana mamlaka ambayo wanafikiria wanayo ya kuweza kuwashika watu na kuwatoa watu katika viunga vya mahakama. Ni watu wana haki ya kuja mahakamani kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Kama watu wamejaa, taratibu za kuweza kuweka sehemu nyingine zinatakiwa zifuatwe. Tumekubaliana kwamba watu wanatakiwa waweze kuja mahakamani, wakishajaa basi sawa, ni kweli wataweza wasiweze usingie. Lakini vitendo vya kuwapiga watu huko barabarani na wengine kuwazuia vinakiuka haki za kiraia za wananchi wenzetu. Polisi lazima wafahamu kwamba hawa ambao mnawapiga ni Watanzania kama wao ambao walivyo, au ni wanadamu kama wao walivyo. Nimeona kuna wenzetu ambao wana kampeni yao inasema kazi na utu. Utu gani kama huo ambao mnaofuata mnaruhusu matendo kama haya ya kupigwa watu kama ambavyo video za jana zimeonyesha? Kwa hiyo vile vile tunasema kwamba muhimili wa mahakama lazima usimame imara kuhakikisha haki za raia kuja katika mahakama na kuweza kufanya nini, kusikiliza kesi mbalimbali. Mahakama lazima ijipambanue. Ndio maana katika sehemu nyingine tunapigania kwamba muhimili wa mahakama uwe na askari wake wenyewe, au askari polisi au yote anayekuja hapa, yeye nguvu zake za kipolisi zinaishia nje ya geti la polisi. Sasa yalitokea Kisutu, yametokea hapa katika mahakama kuu hii. Huku ni kuifedhesha mahakama, huku ni kuinyanyasa mahakama. Kwa hiyo mimi kama afisa wa mahakama mzoefu kabisa wa muda mrefu, alikadhalika kama mwanasheria mkuu wa chama, lakini vivyo kama mtu ambaye ni raia wa nchi, haya matendo kwa kweli yanaidhalilisha nchi yetu. Kwa hiyo tungependa kwamba wakuu wote wa vyombo vya usalama wazingatie hilo. Jaji mkuu, jaji kiongozi, jaji mfawidhi, wote na majaji wote lazima walinde heshima ya mahakama na kuisimamia. Na sisi kama mawakili tutapiga kelele na kupinga haya yote yanayotokea. Haijengi heshima kuona kwamba kuna watu wanapigwa virungu katika karne hii ya 21, mwaka 2025. Kuna raia anapigwa nje kama mtu anaua nyoka. Kwa kweli inaidhalilisha nchi yetu, heshima ya nchi yetu. Video zote zinazunguka dunia nzima na kuonyesha ukatili mkubwa kama huo. Nasema kwamba haya ni matendo machafu ambayo havumiliki katika nchi ambayo inasema kwamba inafuata demokrasia. Na wale wanasema kama ni utu, naomba kwa mara ya kwanza wajifunze kuwa watu na waache kutenda matendo hayo machafu. Asante. Ndugu wa Tanzania wenzangu, leo ni siku ya 162 tangu mwenyekiti wetu Mheshimiwa Lissu amekamatwa na yupo magereza kwa kesi ambayo ni ya uonevu kabisa. Hata waliomshtaki, wanaomtuhumu wanajua kesi hii ni ya uonevu kabisa. Na katika utetezi wake leo Mheshimiwa Lissu ameiambia mahakama kwamba kwa siku 162 na kwa mashtaka na ushahidi huu usio na kichwa wala miguu umemweka kwenye kuta za gereza kwa uonevu kabisa. Hili jambo linatia uchungu na huzuni sana. Pamoja na hayo, mwenyekiti ametoa darasa zuri sana la sheria. Tunahitaji utawala wa haki, mahakama itende haki na hatupendi na inatupa huzuni kuona kitendo hiki cha uonevu kinachoendelea. Sasa nirejee mambo kadhaa. Kesi hii imeahirishwa mpaka tarehe 18 kwa maana ya kesho kutwa. Tarehe 18 tutarejea tena kwa ajili ya kuendelea na kile ambacho mawakili wa serikali wameomba kwa ajili ya kujibu yale ambayo Mheshimiwa Lissu ameyasema. Jana tulishuhudia vipigo ambavyo jeshi la polisi walivifanya kwa Watanzania wanachama na wengine sio wanachama, walikuja tu kufuatilia kesi hii. Lakini pia tulishuhudia kitendo kibaya kilichofanyika ndani ya viwanja hivi katika fensi hii kwa afisa wa mahakama ambaye ni wakili mwanasheria Deo Mainyila. Alifanywa kitendo kibaya akiwa afisa ndani ya eneo lake la kazi. Jambo hili limetufedhesha. Nirejee yale niliyosema awali
hata taarifa iliyotolewa na Afande Muliro ilikuwa ni taarifa ya uongo. Hakuna mwanachadema ambaye anakuja hapa agombane na polisi. Hakuna mtu anatoka nyumbani aje agombane na polisi hapa. Hakuna mwenda wazimu huyo anayetoka nyumbani aje agombane. Watu wanakuja kufuatilia kesi, na kesi hii ina interest ya umma. Kwa hivyo tunalisii jeshi la polisi, watu wanapokuja msifanye matendo yanayotia aibu ya kupiga watu, na wakati mwingine mnafanya kuwazuia watu kwa design. Mnaweka magari yenu huko na kuambia watu wasiingie humu ndani. Sasa majaji wametoa uamuzi mdogo baada ya Mheshimiwa Lissu kuregister swala hili, na askari walipoulizwa kwamba kuna zuio lolote mmeliweka la watu wasizuiliwe kuingia humu ndani, wamesema hawajaweka zuio. Wamekana, wamesema hawajaweka zuio. Sasa kwa sababu hiyo basi niwaeleze na kuambia wanachama wote, njooni mahakamani mfuatilie shauri la mwenyekiti wenu. Njooni. Na polisi, tafadhali msituchokoze. Hatuji kufanya fujo. Njooni, tutakapojaa ndani basi wale waliopo nje watakaa kwa utulivu. Ni wajibu wenu kufanya hiyo crowd management. Muifanye vizuri, mko trained ku manage crowd. Kwa hiyo wale ambao watakosa nafasi ndani hatutagombana, warundikane ndani. Watakaa kwenye majani huku, watakaa nje vizuri bila kubugudhi mtu yoyote. Msituchokoze. Na wanachadema na Watanzania, tusikubali kupigwa kama kuku. Tusikubali kupigwa kama kondoo, sio sawa. Tusikubali. Tukipigwa shavu la kwanza, geuza la pili. Lakini kabla hujapigwa ile shavu la pili, isikilize sauti ya Roho Mtakatifu inayokuambia polepole, yafuate hayo maelekezo ya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo polisi, tafadhali tueleweni na mtusome kwamba tunakuja kufuatilia kesi ya mwenyekiti wetu. Hatuji kugombana na mtu. Tutakapokuwa tumekuwa wengi, basi mtupange, kaeni chini, tutakaa. Simameni hapa, tutasimama. Lakini sio kuwapiga watu na marungu kama vikuku hivi. Msitufanyie hivyo tafadhali sana. Tuheshimiane hapa mjini. Tunafuatilia kesi ya mwenyekiti wetu, tutakuja, tutaketi kwa amani na tutaondoka zetu kwa amani. Kwa ninyi ndio msituchokoze. Maana sisi hatuji kuchokoza mtu, tunafuatilia kesi hii. Watu wanasafiri kutoka mikoani, kutoka Singida, kutoka Mwanza, kutoka wapi? Mbeya, Bukoba, wamelipa nauli zao kufuatilia kesi ya mtu anayempenda. Halafu mnakuja mnawapiga watu kama kuku namna ile. Hii sio sawa, sio sawa. Ninyi ndio mnaotuchokoza na ninyi ndio mnaleta fujo. Lakini sisi tunapokuja, tunakuja kwa utulivu, kwa amani kufuatilia. Kwa hivyo wanachama, kwa sababu walipoulizwa na majaji kwamba wameweka zuio, wamesema hawajazuia mtu yoyote. Kwa hiyo njooni, mtakapofika ukumbi ukijaa, hatutang'ang'ania kuingia ndani, tutakaa nje. Jeshi la polisi, ninyi mmefundishwa kumanage crowd. Mtupange, tukae, tutakaa chini, tusimame, tutasimama. Alafu kesi kisha, viongozi tutakuja, tutatoa briefing, then watu wataondoka kwa amani. Au sio jamani? Mungu awabariki. Tuonane tarehe 18 saa 3. Tuje kwa wingi sana kufuatilia kesi ya mwenyekiti.